Mwaka 1955 katika uwanja wa ndege wa New York, ilikuwa asubuhi tulivu yenye upepo mwanana na kelele za kawaida za abiria wakikimbizana na muda. Watu 57 walipanda ndege kwa safari ya kawaida kuelekea jiji la Miami, wakiwa na matumaini ya kufika ndani ya saa chache tu. Ndege hiyo ya shirika la Pan American World Airways inajulikana kwa jina la Flight 914 ilikuwa imesheheni watu mbalimbali, wakiwemo wafanyabiashara, wanandoa waliokuwa wanaenda likizo, wanajeshi ambao walikuwa wanarudi majumbani kwao, na mama mmoja aliyekuwa amemshika mtoto wake mkono kwa utulivu mkubwa. Hakukuwa hata mmoja aliyejua kwamba safari hii itakuwa si safari ya kawaida. Ndege ilipaa salama na kila kitu kilienda sawa kama ilivyopangwa. Rubani aliwasilisha mara kwa mara, mnara wa udhibiti hali ya hewa ni safi na anga liko wazi. Dakika chache kabla ya kutua Miami, sauti ya rubani inasikika kwa mara ya mwisho ikiomba ruhusa ya kushuka, lakini ghafla mawasiliano yake yalikatika. Rada zilionyesha alama ya ndege kwa sekunde chache tu, alafu alama hiyo ikafutika kabisa kana kwamba haikuwahi kuwepo. Mnara wa udhibiti ulijaribu kuwasiliana tena na tena bila mafanikio yoyote. Hakuna mlipuko unaonekana angani, hakuna moshi unaolipotiwa, hakuna ishara ya dharura. Ni kana kwamba ndege hiyo haikuwepo hewani. Operesheni kubwa ya utafutaji inaanza mara moja. Ndege za kijeshi zinatumwa baharini, meli zinachunguza maji kwa wiki nzima. Waokoaji wanachunguza kila taarifa ndogo inaweza kuashiria ajali. Hakukuwa na chochote wala mabaki yanayopatikana. Hakuna sehemu ya chuma wala koti la kuokoa ambalo lilikuwa linaelea. Baada ya miezi ya utafutaji usiozaa matunda, mamlaka zinatangaza rasmi kuwa Flight 914 imepotea milele. Familia zinavunjika mioyo, wake wanabaki na pete mikononi, watoto wanakuwa yatima wakisikia simulizi za wazazi waliopotea angani. Miaka inapita polepole, teknolojia inabadilika na dunia inaingia enzi mpya. Hatimaye ni miaka 37 sasa imepita tangu ndege ya Flight 914 ipotee bila kuwepo na jibu au ishara yoyote ya nini chanzo cha kupotea kwake. Ulipofika mwaka 1992 katika uwanja wa ndege wa Caracas nchini Venezuela, ni mchana wa kawaida kabisa kwa waongoza ndege waliotulia wanafuatilia rada. Ghafla alama ya ndege isiyotambulika inaonekana kwenye skrini. Hakuna mpango wa safari uliowasilishwa juu ya ndege hiyo. Hakuna nambari inayolingana na mfumo wa kisasa juu ya ndege hiyo. Mnara wa udhibiti unajaribu kuwasiliana kwa tahadhari. Baada ya ukimya mfupi, sauti ya rubani inajibu kwa utulivu. Anajitambulisha kama rubani wa Pan American Flight 914 akikaribia kutua Miami. Waongoza ndege wanatazamana kwa mshangao mkubwa, ndipo wanamjibu rubani kwa kumwambia huko Venezuela na sio Miami. Wanauliza tena kwa uthibitisho. Rubani anasema wameondoka tarehe 2 Julai mwaka 1955. Chumba cha kudhibiti kinapoa ghafla. Wanakagua kumbukumbu za historia. Jina la Flight 914 linaonekana kwenye orodha ya ndege zilizopotea mwaka 1955. Ndege inaonekana angani ikiwa na muundo wa zamani wa miaka ya 50. Rangi zake na nembo zake zinafanana na za enzi zilizopita. Inaonekana kwamba imetoka moja kwa moja kwenye picha ya zamani. Kwa tahadhari kubwa inaruhusiwa kutua. Ndege hiyo inapotua, mashuhuda wanasema haikuonekana kuwa imechoka, ikiashiria ni ndege iliyoishi miaka mingi. Badala yake inaonekana kama ndege ambayo ni mpya, labda imeishi kwa miaka 2 hadi 5, ingawa ilionekana ina muundo wa kizamani. Walionekana abiria wakitazama nje kwa mshangao mkubwa, wakiona magari ya kisasa na majengo mengi mapya. Wanachokiona akifanani na dunia walioiacha. Rubani anafungua dirisha la ndege hiyo na kuuliza walipo. Anaambiwa wako
Caracas na mwaka ni 1992. Rubani alivyoambiwa sasa ni mwaka 1992 alibaki kimya kwa muda, lakini ghafla alionekana akiwasha injini na kuanza kuelekea kwenye barabara ya kurukia. Waongoza ndege walijaribu kuizuia na kuwasiliana naye, lakini rubani hakujibu tena. Ndege hiyo ilipaa tena angani kwa kasi kubwa, na kama ilivyotoweka mwaka 1955, na safari hii alama yake ilifutika tena kwenye rada ya kuongozea ndege. Inasemekana kabla haijapotea kabisa, kalenda ndogo ya mwaka 1955 ilianguka kutoka dirisha dogo la rubani na kubaki kwenye lami ya uwanja. Hadi leo hakuna anayejua flight 914 ilipelekwa wapi kwa hiyo miaka 37, wala ilirudishwa kutokea wapi baada ya kutua kwa muda mfupi Caracas. Serikali ya Marekani na Venezuela hazikutoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Pan America World Airways yenyewe ilikataa kutoa maoni na faili zake za siri ziliteketea kwa moto miaka michache baadaye. Lakini wale walioshuhudia tukio hili, waongoza ndege wa Caracas, mafundi wa uwanja na baadhi ya maafisa, wanasimulia kwamba waliona ndege kwa dakika chache ambayo ilikuwa na abiria 57 ambao hawakuwa na wazo lolote kwamba wao walikuwa wamepotea kwa karibu nusu karne. Na kalenda hiyo ndogo ya mwaka 1955 iliyobaki kwenye lami, wanasema bado ipo mpaka hii leo. Imewekwa kwenye jumba la makumbusho la anga la Caracas, ikionyesha tarehe 2 Julai mwaka 1955.